ni juu ya utendaji wa ufalme wa giza. Nilisema hapa duniani kuna serikali zinazotenda kazi kimfumo, serikali tatu. Kuna serikali za wanadamu, lakini kuna serikali ya ufalme wa nuru inaoongozwa na Yesu Kristo, lakini kuna serikali ya ufalme wa giza inaoongozwa na shetani mwenyewe wa Ibilisi. Na hizi serikali zote zinatenda kazi kimfumo. Haleluya. Hizi serikali mbili zinatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa nje ya ulimwengu wa roho huwezi kushinda ufalme wa giza. Haleluya. Kwa nini tunajifunza kwa habari ya utendaji wa ufalme wa giza? Ni kwa sababu kimsingi ufalme wa giza huu unamiliki wanachama wengi sana, na matunda yake ya uharibifu yako dhahiri sana kuliko ufalme wa nuru. Kwa sababu tunaona mateso kila kukicha, unaona vita, uharibifu, magonjwa, tabu. Dunia imeonekana kama ni mahali pa vurugu, ni mahali pa mateso, mahali ambapo kama si Mungu alikusudia wanadamu waishi kwa furaha. Nini? Ni kwa sababu ya utendaji wa ufalme wa giza. Kwa hiyo nitakapokuwa nafundisha utendaji wa ufalme wa Mungu wa nuru, utakuwa umekwisha kuelewa kirahisi sana. Haleluya. Sasa leo nataka tusogee kidogo utendaji wa ufalme wa giza sehemu ya pili, na leo tunakwenda kuangalia silaha anayoitumia shetani kutenda kazi. Silaha anayoitumia shetani kutenda kazi kuwashinda watu wengi. Haleluya. Nilikwambia hizi serikali zina mkuu wa serikali, zina mamlaka kwa maana ya wizara, zina watendaji, zina wanachama na zina jeshi. Kuna shetani na anasema ana majeshi ya pepo wabaya, kwa naye anazo silaha. Kwa hiyo tuangalie silaha ambayo huyu shetani anaitumia kutesa watu wengi, kutawala, kutenda kazi. Haleluya. Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6. Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 11. Biblia inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Masikia? Haya yote ni mausia na ni maelekezo ya Mungu kwa wana wa ufalme, wana wa Mungu ambao Mungu alidesign tuishi hapa duniani kama wafalme na watawala kwa niaba